Unakuwaga ulikuwa epileptic at some point? Nilikuwa mgonjwa kwa nilikuwa nasomea upadri. Na nimesoma muda mrefu nikisoma masomo ya upadri wa Katoliki. So pale nilikuwa nataka kwenda sasa kusoma nimemaliza nafanya philosophy naenda theology. Nikaanza kuwa mgonjwa. Nikapata hii ugonjwa nikaenda hospitali wakaniambia ni ugonjwa wa kifafa. Yes. Na ilikuwa ile inaitwa Grand Mal. Nilikuwa natibiwa Aga Khan. So ndio ikafanya nikawacha kusoma kwa sababu niliambiwa sasa kama ukiwa na kifafa sasa ile unasoma misa alafu upate attack sitakuwa shida. Yes. Nikasema kweli hapo ni kweli sasa kwa padri. So tukaenda mpaka nikaanza kusoma somo mengine lakini baadaye siku moja nilikuwa napata nacheza mpira in 1987. Yes. Nikapata attack. Na kulikuwa na mtu kwa mashabiki anaangalia. Baada ya mimi kurecover akaja kwangu akaniambia alikuwa babu yake alikuwa amemfunda dawa ya kienyeji ya kutibu kifafa na magonjwa mengine. Hii unapata mtu anafumba mgongo. Anafimba mgongo mpaka anajikunja. Yes. Hiyo tuberculosis ya spine ya mtu anajikunja mgongo nundu. Alikuwa na dawa hizo vitu. Lakini alikuwa amesahau dawa nyingi. Ilikuwa dawa 24 na amesahau karibu kila kitu imebaki dawa 2. Ya kifafa. Sasa kaniambia kifafa na hiyo ya nundu ndio alikuwa anakumbuka. Na kama ninakubali anitibu hii ya kifafa na alikuwa ameshatibu watu wengine. Yes. So tarehe 17 mwaka wa 2017 tarehe 17 Disemba mwaka wa 2017 akaniambia niwache ile matibabu ya kizungu niende nijaribu matibabu yake. Yes. Na ya kizungu nilikuwa nakunywa lakini kwa bado napata fits. Nilikuwa naanguka bado. Aliponiweka kwa hiyo tarehe 17 December 1987. Mpaka leo sijapata fit. Na alinitibu kwa siku ya muda wa siku 12. Hiyo dawa yake aliadmisa kwa siku ya muda wa siku 12. So uko na imeza ni oral ama ilikuwaje? Ilikuwa sio oral, sio ya kumeza. Ilikuwa ya kuchemusha. Anachukua hiyo madawa anaweka kwa mtungi. Inachemuka inayeyuka kabisa sasa ile inaanza kuboil. Analeta mtungi kwa miguu yako alafu anakufunika na bulungeti mzito sana unafanya kuinhale. Na ikiingia ndani ilikuwa ukitoka hapo ni kama mtu umesujuu umelewa na mzee wangu sababu sijai kunywa pombe sijai kuvuta bangi so sijui mtu akilewa anakaaje lakini unakaa umechanganyikiwa. Kiasi alikuwa anafanya asubuhi na mapema. Nikiamuka ndio kitu cha kwanza nafanya alikuwa ananiamsha karibu saa 11 usiku ya asubuhi. Ananifanyia hiyo alafu jioni kabla nilale ananifanyia hiyo. So for 12 days. So baada ya hapo ukisha toka alisema ile pollen grain ya hiyo miti ndiye alikuwa anachukua naweka kwa mapua. Anakuingiza kwa mapua. Unachimua unafyetuka mpaka unaona ni kama akili yako imeruka. Yes. So hiyo ndio ilikuwa inafanya. So baada ya hiyo ndio ilinitibu. Na unajua pia hiki ugonjwa kwa hayo madaktari ukienda kwa hospitali wanakuweka kwa hii vitu ya kichwa hii ya kupima stem wanasema ni brain waves. Ndio zinakuwa zinachanganyika. So ina lose balance alafu kwa avoid brain kuungua mwili unazima. Alafu una reboot. Yes. Hiyo ndio kifafa. So hiyo nadhani hiyo kuchemsha hiyo steaming na nini inaendanga inaingia kwa hiyo akili na hiyo kuchemua hiyo nini inaenda huko miale. Nadhani tunaenda na fix hiyo sijui nini nilifanyika. Kwa sababu nilipokuja hapa Aga Khan kuangaliwa tena baada ya kusema nimetibiwa waliangalia wakapata hizo abnormal nini zimeisha. Yes. Lakini wakaniambia kwa kisayansi kifafa hakitibiwi. Yes. Kwa hivyo hakuweza kunipatia certification ya mimi kusema nimetibiwa nirudi niendelee na masomo ya padri. So ikaonekana sasa niingie maisha nyingine na nianze kusoma masomo ya kawaida niende vitu vingine. Lakini sasa it's over 30 years. Yes. From 1987. Yes, it's close to 40 years. It's about 40 years. 38 years, yes. I've never had a fit. Lakini kulingana na wanasayansi wanasema you are not cured. I don't know what a cure is then. Yeah. I think because African medicine, najua hiyo ingekuwa
huko kwao Western world angekuwa shachukua hiyo regimen akaipatent na akafanya nilikuja nikapeleka huyu mtu paka Kemri. Hatukuweza kusonga. Alikuwa mwalimu wa primary. Kwa naitwa Bwana Kimatunya, alikuwa anatoka huko Kimilili. Peleka kama kepa Kemri mara kadhaa. Wanatuzungusha tu hivi. Alafu siku moja daktari mmoja wa Kemri akaniambia Mtata. Alikuwa daktari Mluya, akacheka akasema Mtata, ndugu yangu acha kusumbukana hapo. Unafikiria tukipata wakipata madawa ya kifafa hii mtu hii tuanze kuuza hizi tembe. Hii factory itafanya kazi gani? Inatengeneza hizo madawa zingine. Wacha watu wa manage dawa, sio magonjwa, sio lazima mtu atibiwe. Alafu sasa baada ya miaka miwili, I think 2 years ago, huyu mtu Bwana Kimatunya alikufa. Mtu alimpea sumu. Alikula sumu akakufa. Lakini alikuwa na shida kwa boma. Alafu lakini bibi yake na kijana wake wanasema aliwafundisha, anafanya. Alikuwa aliniita sana mara mingi aenda nifundishe hiyo dawa, lakini nikawa mvivu sasa sikufundishwa, lakini hawa bibi yake anasema alimfunza. Na kijana wake mkubwa pia anasema alifunzwa hiyo dawa. So ile mtu mwenye alinitibu Bwana Kimatunya alikufa, lakini bibi yake hako na kijana wake sasa sijui. Wananiambia bado anatibu watu. Lakini yule nilikuwa na experience yake mwenye alinitibu mwenyewe ni Bwana Kimatunya. Okay. So yeye bado ndiye alikuwa na treat alcoholism. Alcoholism ni mzee mwingine alikuwa ako pale, huyo ni Mrabai, ako huko Coast, anaitwa Mzee Ali. Huyo ndiye anafunga watu pombe. Hawa watu makaya hii. Na huyo nilimkuta kwa sababu nilikuwa na kijana ndugu wangu, mtoto wa dadangu alikuja akawa mlevi. Changanyikiwa na mtu amesoma sana, akapoteza kazi nini, na vile nikikuhangaika nikaambiwa hivyo. Nikampeleka huko akakubali na akatibiwa. So 45 minutes. Ilichukua karibu muda 45 minutes. Kumwangalia akapewa vitu vingine akakunywa. Yeye mwenyewe anasema ni vitu hata ina test mbaya nini, lakini ako sawa sasa. Nimepeleka watu wengine kadhaa. Wameenda huko wakatoka wakasema kisha kunywa hiyo dawa hamu ya pombe inaisha. Lakini wanasema lazima ukubali kwamba unataka kuweka pombe. Ukipeleka mtu kwa nguvu hata kubali. Yes. Hata kuna mzee mwingine very prominent kutoka hapa Central. Sitamtaja, lakini alikuwa na shida ya pombe. Watu wake wakaja kwangu wakapeleka huko. That was 2 years ago. Akatibua sasa ako sawa. So hiyo ndio hiyo ilikuwa kwa my nephew na ako sawa sasa hii, hajarudia pombe. Na mimi mwenyewe ilikuwa ile ya kifafa ndio ilinifanya. So hiyo ni maisha nimepitia sasa sijui. Yes. Na unajua there's a whole industry that can also be based around that. Vile kuna na Chinese medicine, whatever medicine. I think indigenous knowledge in Kenya has not been studied. Yes. And ndio kutakuwa na haja kuenda kustudy hii indigenous knowledge ni vipi na fanya kazi. Hata kulikuwa juzi, na hii ilifanyika tu juzi kulikuwa na mtu mwingine huko kwa village yetu. Alikuwa na hii shida, akienda choo ile rectum inatoka. Hairudi ndani. So ilikuwa imefika mahali alikuwa anataka aende. Think you need hemorrhoids ama? Rectum tu yote inatoka nje, inakataa kurudi ndani. Unajua mtu akienda choo, njia ya choo ikifunguka, rectum hiyo inatoka nje. Imwage choo alafu ikimaliza inarudi ndani. Sasa alikuwa na ugonjwa kwamba ikitoka inakwama. Sasa huyu mtu alikuwa kwa uchungu sana. Sasa alikuwa amefika pale, walikuwa wamemwambia inatakana iende ikatwe. Ndio ni sasa walikuwa na changa pesa. So kitu kama hiyo. So kulikuwa na watu wa kununua mahindi wanazungukana na mabaiskeli. So mtu alikuja kwa babake akaulizia alikuwa na mahindi. Huyu mtu alipoingia akapata huyu mzee kwa hiyo shida, akasema kitu ndio inakusumbua. Akamwambia hivi vitu ndo tunatibu hii kitu. Akamshughulikia akafanya kampea dawa na nini, akasema mtu anasema bila kunywa dawa akaanza kusikia ni kama inavuta. Sasa huyo mtu kwa kijiji ni my neighbor at home. Sikuiza na hiyo shida amepona. Na alipewa tu one touch. So kuna madawa mengi ya kienyeji ambayo watu wanakufa nayo. Hata mimi huyu
kama babu yangu alikuwa anafuga ng'ombe sana. Yes. Na alikuwa na madawa mengi ya ng'ombe, na nilikuwa navielewa. Na kulikuwa na moja ng'ombe ikizaa, alafu placenta inakataa kutoka. Kuna kitu alikuwa, kuna mmea, ni mboga tu tunakula kama mboga, it's common. Anachukua, anang'oa ile mizizi na ile matawi ya juu, anachoma kwa moto, anafinya hiyo maji, alafu wanafunga ng'ombe, anaweka kwa kijiko, ile kijiko tu spoon. Yes. Anaipatia, baada ya about 30 minutes unaona placenta imetoka. Okay. Na hiyo nilikuwa na zamani, kabla ni unajua biashara nafanya huko ni ya kulima. Kuna siku nilikuwa nalima kule Bokoli, nalimia Nzoia huko Bokoli. Yes. Na nikaenda kwa boma kulima, nikapata mama amejifungua na alikuwa na hiyo shida. Na nikajaribu tu hiyo kitu ya hiyo dawa ya ng'ombe hiyo. Nikaona hiyo mmea. Nikachukua, nikaichoma, na vile grandfather alikuwa anafanya. Nikapatia mama kunywa. Baada ya dakika kidogo, nikaona placenta Okay. imetoka. So kuna madawa mengi ambayo yanatibu watu. Kulikuwa pia na ingine, hiyo ni ndugu wangu ndiye anajua, hata mimi babu yangu kunionyesha hiyo. Hii ya mama, kuna matiti na fura inapasuka. Anasema wakati ule kulikuwa na ule Kongo huko nyuma. Yule babangu alizaliwa huko nyuma kabisa. Yes. Ile Belgium Kongo, watu walikuwa nakimbia ende 19 something. Babangu alizaliwa 1928. Around that time. So anasema alikuwa nyanya alizaa, alafu matiti kafura ikapasuka. So alikuwa anaenda asubuhi kutembea, akapata mtu ametoroka kutoka Kongo, amelala mahali, akambeba akampeleka nyumbani. Alipoona nyanya yako na hiyo shida, akamchukua, akasema hii ni kitu kidogo. Akaenda akazunguka, akachukua majani fulani, akachanganya, akakuja akaweka. Sema baada ya wiki moja kila kitu kiko sawa. Kila kitu kiko sawa. Na hiyo dawa babu niliona akitumia mpaka late. Ndugu wangu mdogo ndiye anajua hiyo dawa. Me I never followed it much. Yes. Lakini indigenous knowledge is there. Na watu wakikufa wanakufa na hiyo, ni kama umechoma library. So ile kidogo imebaki, ni lazima serikali iwajibike, tuweze kuingia ndani. Yes. Kuhakikisha kwamba tunaingia kwa msingi hii maneno, tuweze kuyajua ni gani. Najua hata hii sore throat. Kuna vitu tulikuwa tunapewa ikilia mara moja. So kuna vitu mingi sana ambao, madawa mengi sana ambao inafaa ichunguze. Lakini sasa vile mazingira yanabadilika, miti inapotea, majani inapotea, hizi vitu vingi zinaenda. Kama hii measles ya watoto hii, nilikuwa naona hii, kuna hii ni nyasi, lakini inatoanga purple, is it pink or purple bloom? Ni kama ukiangalia kwa barabara hapa Nairobi inamea. Nilikuwa naona nyanya akichukua hiyo kitu akichangua na iweka kwa maji, alafu anaiuya, mkikunywa hizi vitu zote zinakauka kwa mwili, inaenda. I do see it's a very common grass. Yes. So there's a lot of knowledge that has gone to waste, that if we could invest in it as knowledge. Yes. Na tuweze kwa isolate the elements, tuweke kwa capsule ama kwa tablet ama kwa syrup. Unaweza pia tukapata industry. Yes. Indigenous knowledge vile wa Chinese wamefanya. Na tuweze kuendelea pia na tupate namna ya kunini. Or even these traditional healing centers, because pia zinaweza bring tourism. Juu kama hiyo nasema ya Kifafa for example, I'm sure there's a lot of families. Sasa unaona makosa ni kwamba yes, imewekwa under national heritage. Indigenous haijaweka under medicine. Hata watu kufanya mitishamba regulated by heritage. Sasa heritage inajua nini? Bali aweke kwa profession ambayo inasimamia, tuweze kuwa na standards. Tuweze kuwa na namna ya kuchuja. Pia kuna wakora. Kuna watu wanakuja hapa, wengine wanavaa mashuka kama Maasai na hata labda ni Mluya. Ukiangalia miguu, ajua. Ile mtu amekula ugali na anasema ni Maasai na anauza dawa ya Maasai. Hizo vitu ziko na mtu, ukiangalia vizuri mtu ni Mluya tu kama mimi. Lakini amevaa shuka na anauza vitu hapa. Anasema ni Maasai. Labda so wakora pia wako. Lazima wewe na namna ya kuchuja, kufungia wakora wasiingie kwa hiyo nafasi. Yes. Ya kudanganya watu. Sababu watu wengi sana wanadanganywa pia na wanakufa. Wanadanganywa wanapewa hii na ile.
Yeah. Ukiwa isikia ya lower back pain niambie nijue. Nimekuwa na shida ya lower back pain for some time na nimekuwa nikifikiria, nilikuwa naambiwa I need to seek African medicine on that. Ekonene. So koko US na try kutuma do Kenya, the best platform kutumia ni Lemfi. Na the reason ni Lemfi ukupatiaga the best ama the highest exchange rates. Na pia through Lemfi unaweza tuma up to $8,000 a day, $16,000 a week, ama $32,000 a month. Hiyo inamaanisha unaweza tuma a million shillings in one day, ama unaweza tuma 2 million shillings in 1 week, ama unaweza tuma 4 million shillings in 1 month. Try and imagine kama maybe unafanya kitu ka construction hivi na unadid kutuma hiyo do faster, so unacheki Lemfi is the platform to use. Alafu pia usisahau another thing juu ya Lemfi ni ukibaki umerefer best yako unapata $20. So jua, so wewe ni best yangu jo. So sisi kama iko nini tumekurifer. Baki umeclick hiyo link ya Lemfi ile iko kwa description, ama unaweza baki pia umescan. Cheki jo. Na scan QR code alafu baki ume sign up for Lemfi, alafu sisi kama iko nini tutapata $20, inamaanisha utakuwa umetusupport. Lakini apart from that, wewe mwenyewe ukituma your first $100 plus, unajua ama $100 and over, pia wewe mwenyewe unapata $20 cashback. So nangoja nini? Baki umeingia Lemfi today. Lemfi, international payments for everyone. Ekonene.